Kuna habari hapa kutoka kwa jeshi la polisi kuhusu makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche. Taarifa ambazo hazifurahishi kabisa. Hizo ndizo naomba tuweze kuzichanganua, mtazamaji wangu, kwa kina. Mimi ninaitwa Bwana Ezra. Ninashukuru sana kwa wale ambao mnanisukuma kila wakati mkiniambia, Bwana Ezra, wacha hayo mazoea yako, naweka kanda moja alafu napotea wiki mbili. Tupe habari kila siku. Nami nitajitahidi, mtazamaji wangu, ili kuweza kuhakikisha kwamba ninawaletea taarifa ambazo mnataka. Kwa hivyo cha msingi ninakuomba wewe uweze kusubscribe, alafu like video, kisha washa kengele. Washa kengele ili kipindi ambapo tunaweka au tunapakia video zetu na zipata kwa wakati. Nasema mbele ya Mungu na mbele yenu, namna pekee ya haya mambo kuisha ni kwa huyo anayetukosea kutambua kwanza, kuwa na conscience kwamba nakosea watu, lakini mabavu yake yana mwisho. Wala usitishike, utajidanganya leo, watoto wako watalindwa leo. Mwangalie Saddam Hussein, mwangalie Muammar Gaddafi. Kuna watu waliiba hela za nchi zao kuliko Muammar Gaddafi. Walifungua vituo vya mafuta, oil Libya ilikuwa kila nchi. Walifungua mpaka mahoteli hapa ile hoteli tulikuwa tunafanyia vikao sana kamati kuu, Bahari Beach, ni hoteli ya Muammar Gaddafi na vijana wake. Walikuwa wanaenda kule Serengeti, Ngorongoro kule, wanachukua hoteli inaitwa, ndio ile hoteli waliwaiga kwenda mawaziri wakaambiwa hamruhusiwi kuingia hapa, inaitwa Gurumeti. Jeshi la polisi katika taifa letu la Tanzania, mtazamaji wangu, liko na mzaha sana. Wanapenda mchezo. Polisi ndio wanafanya mpaka wananchi wanawachukia. Inaonekana kwamba jeshi la polisi ni tawi la CCM. Wanafanyia CCM kazi, lakini vyama vya upinzani wao wakihitaji msaada, jeshi la polisi hawataweza kutoa msaada huo. Kumbuka kwamba polisi wanapaswa kuwahudumia wananchi wote. Iwe unaunga serikali mkono, iwe unapinga serikali, jeshi la polisi na jeshi la mwananchi wote wanapaswa kuwahudumia wananchi. Mnajua hivi majuzi kuna wahuni ambao walimtembelea ama walikuwa wanamtafuta makamu mwenyekiti John Heche. Wahuni hawa walienda mpaka nyumbani mwake Heche wakiwa na gari. Leo asubuhi kuna gari imekuja nyumbani kwangu, namba T 318 EQJ, T 318 EQJ, Toyota Land Cruiser hadi top nyeupe. Na mimi na watu nimejipanga, tumeipiga picha. CCTV, mtazamaji wangu, iliweza kuonyesha wahuni hao wakiuliza kwa Heche ni wapi. Sasa kama watu ambao walikuwa wanamtafuta John Heche walikuwa na nia njema, mbona wafike kwenye lango la Heche waulizie kwa Heche ni wapi, kisha watoweke? Wakaondoka bila hata kutaka kuingia au kueleza kwa nini wanatafuta nyumbani kwake Heche. Cha kushangaza,
Gari hilo lilipofuatiliwa liligundulika kwamba nambari za usajili zilizokuwa zinatumika na gari hilo hazikuwa halisi. Gari hilo, mtazamaji wangu, ambalo unazidi kuliona hapo, ambalo lilikuwa linamtafuta Heche, nambari ambazo zilikuwa zimebandikizwa kwenye hilo gari zilikuwa T318 EQJ na ni namba zilizosajiliwa kwa magari ya kulima barabarani, sio namba za Land Cruiser hadi topu hiyo ambayo umeweza kuiona hapo. Sasa polisi walikuwa wanapaswa kuwaambia wananchi kwa kina wako na nia gani kuenda mpaka nyumbani kwake Heche kumtafuta. Namba T318 EQJ, T318 EQJ, Toyota Land Cruiser hadi top nyeupe. Na mimi na watu nimejipanga, tumeipiga picha, tumefuatilia zile namba, sio za hiyo gari, na wamekuja pale wanaulizia Heche. Kwa Heche ni wapi? Hizo namba zimesajiliwa kwa Katapira, haya yanayolima barabara, sio? Sasa kama ni watu wema, mnakuja mchana, mnafahamika, kama mna shida ya kunikamata niiteni. Lakini shida ya tishiana, kutekana, kufanyiana mambo ya kijingajinga, hayo mimi msifanye, na Watanzania msikubali. Kwa sababu gari hilo, mtazamaji wangu, ambalo umeliona hapo, wakati mwingi linatumiwa na Regional Crime Officer, ukipenda afisa mkaguzi wa uhalifu wa mkoa. Lakini wakatoa nambari za usajili, wakaweka nambari feki au gushi. Sasa mambo ambapo ukipenda mambo ya aina hii ya kufisia visia mtu mpaka nyumbani kwake, mtazamaji wangu, yanaweza yakaingiza nchi yetu ya Tanzania kwenye hatari kubwa. Cha kushangaza, mtazamaji wangu, jinsi ambavyo umeweza kuona hilo gari ambalo lilikuwa linamtafuta Heche mpaka nyumbani kwake bila ya kueleza ni kwa nini. Kama ingekuwa ni mtu mwenye alikuwa na nia njema, angeenda tu abishe mlango wa Heche, akaribishwe, alafu itakuwa ni bora. Lakini cha kushangaza, hakubisha akaribishwe, aeleze ni kwa nini alikuwa anaitwa, au ni kwa nini walikuwa namuuliza Heche. Hawakubisha waingie, wakaondoka tu baada ya kuambiwa kwamba hapa ni kwa Heche. Sasa kitu cha kushangaza, kuna taarifa ambazo zimetoka kwa jeshi la polisi ambazo zinasema hivi, eti John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema, anapaswa kuwapelekea taarifa kuhusu wanaomfuatilia. Jamani, hapa ndipo tumefika. Jeshi la polisi linajifanya kwamba Heche anapaswa kuwaelezea ni nani ambaye anamtafuta. Heche sio malaika. Heche alikuwa ameweka CCTV kamera zikanasa gari likiulizia kwake. Sijui kama unanielewa mtazamaji wangu. Waliokuwa wanauliza kwa Heche hawakubisha waende kumueleza Heche ni kwa nini wanamtafuta, wakaondoka. Heche akapiga ripoti mitandaoni akisema kwamba kuna watu ambao wanamfuatilia.
alafu polisi inasema eti kwamba eti Heche aende mpaka kwenye kituo cha polisi aende kuwaeleza ni akina nani hao ambao wanamfuatilia. Na wewe mwenyewe umeweza kuona aina ya gari ambalo linamtafuta mtazamaji wangu, linatumika na Regional Crime Officer. Hili gari wakati mwingi linatumika na afisa mkaguzi wa uhalifu wa mkoa, na ni mkuu wa upelelezi na uhalifu katika mkoa mzima. Kama kuna kosa ambalo Heche alikuwa amefanya, basi wangempelekea ripoti wamweleze kwamba unahitajika kwenye kituo cha polisi, njoo uandikishe taarifa, kuliko kumvisia mpaka nyumbani kwake kisha mnapopajua kwake alafu mnaondoka. Sasa tutajuaje ni kipi ambacho kinapangwa, ikizingatiwa kwamba hivi majuzi dereva wa Heche alipatikana akiwa ameaga dunia kwenye chumba ambacho alikuwa amekodi, na kwenye mazingira ya dereva wa Heche aliweza kuaga dunia, mtazamaji wangu, yalikuwa ni ya kutatanisha. Hadi sasa hivi polisi walisema eti kwamba watachunguza ili kuelezea kiini kilichosababisha Heche kuaga dunia. Hadi sasa hivi hatujaweza kuona iwapo kuna mtu ambaye amejitokeza, au hatujaweza kuona polisi wakieleza kwamba hii ndio ripoti ambayo tumeweza kuipata kutokana na uchunguzi ambao tulikuwa tunaendeleza kuhusu maafa yaliyomfika dereva wa Heche. Jambo la kushangaza mtazamaji wangu, jambo la kushangaza na kusikitisha. Sasa wanataka makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche aishi kwa uoga. Jamani, sasa baada ya polisi kusema kwamba John Heche awapelekee taarifa kuhusu ni akina nani wanamfuatilia, Heche ameandika taarifa kubwa kuelekea kwa jeshi la polisi. Kazi ya polisi ni kuchunguza, lakini sasa wanataka raia au kiongozi mwenye analalamika aende kuchunguza, awapelekee ni nani ambaye wanamfuatilia. Jamani, hapa ndipo tumefika mahala ambapo unapata kwamba jeshi la polisi linatumikia serikali ya Samia peke yake, lakini ikifika kwenye viongozi wa upinzani wao hawatumikiwi na hao polisi. Mfano, ukiangalia hapo John Heche akaandika hivi: Bwana Mtafungwa, kwa sababu huyu Mtafungwa ni kamanda wa polisi mkuu, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, mwenye anaitwa Mtafungwa, aliweza kusema hivi: Bwana Mtafungwa, unataka nije kuripoti nini kwako? Sasa Heche aliweza kumjibu Bwana Mtafungwa baada ya Mtafungwa kusema kwamba Heche aende kwenye kituo cha polisi awape taarifa ni nani ambaye wanamtafuta. Heche akamweleza, yaani nije kukupa ripoti ya jambo ambalo unalijua ili iweje? Huyu mkuu wa mkoa anajua, na gari ambalo mtazamaji wangu lilikuwa linamtafuta Heche analijua. Hilo gari huwa linatumika na afisa mkaguzi wa uhalifu wa mkoa, na ni mkuu wa upelelezi, kumaanisha kila ambacho kilikuwa kinaendelea kumtafuta Heche, kutafuta nyumbani kwa Heche, Bwana Mtafungwa anajua. Sasa Heche anamuuliza, nikikuja kuripoti kwako ndio iweje? Kaendelea kumwambia hiyo gari yenye namba feki ambayo inatoka afisi ya Regional Crime Office, ukipenda afisa mkuu mkaguzi wa uhalifu wa mkoa, unataka nije kukuambia nini kipindi ambapo hiyo gari inatoka kwenye Regional Crime Office? Kuna jambo liko kwenye public
kama jambo liko kwenye public, unahitaji mimi kuja au wewe kufuatilia na taarifa zako za kiintelijensia. Je, ni rahisi kiasi gani kwa hakimu kutoa hukumu kwenye kesi yake mwenyewe? Unasikia? Anamuuliza hivi, je, ni rahisi kiasi gani kwa hakimu kutoa hukumu kwenye kesi yake mwenyewe? Sasa Heche anamuuliza hivi, mimi ndio mlalamikaji. Nimesema kwamba kuna watu ambao wananifuatilia, siwajui ni akina nani, ambao wamekuja mpaka nyumbani kwangu wanaulizia kwa Heche ni wapi. Gari lao liko na namba ya usajili feki. Sasa mimi nitajuaje wenye walikuwa wananitafuta? Na ndio maana ameweza kutumia msemo ambao alikuwa anasema kwamba, je, unafikiri ni rahisi kiasi gani kwa hakimu kutoa hukumu kwenye kesi yake mwenyewe? Bwana Mtafungwa, unapaswa kujua kwamba sisi sio wajinga. Wewe unapaswa kuwaambia Watanzania kwa nini gari hadi top la Land Cruiser iwe na namba pleti za Caterpillar Grader. Malengo yenu ni yapi kuficha namba ya gari? Nani ana wajibu wa kusimamia watu kufuata sheria? Kwa nini magari ya polisi ndiyo yanaongoza kuwa na namba za ajabu zisizoeleweka? Fanya wajibu wako kwa kufuata sheria. Siku si nyingi maovu yote yanayopangwa gizani na sirini yatakuwa hadharani. Kusema tu ukweli, mtazamaji wangu, iwapo hawa polisi walikuwa na nia njema, mbona watumie namba za usajili ambazo ni feki waende kumtafuta Heche kwake? Kama walikuwa na nia njema, wangeenda tu na nambari za usajili, wamtafute Heche, wamueleze hili na hili. Kama kuna baya ambalo ameweza kutenda, wampeleke kwenye kituo cha polisi. Heche angekuwa wazimu akatae. Lakini kipindi ambapo unapata kwamba gari linabadilisha, mtazamaji wangu, nambari za usajili, hao ni watekaji. Walikuwa wanataka kumteka Heche, walikuwa wanataka kumdhulumu Heche. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Wakati mwingi ni heri tuambiane tu ukweli. Ni heri tuambiane tu ukweli. Kwa sababu haiwezi ikawa kwamba polisi wanafanya jambo alafu wakifikishiwa taarifa wanaanza kusema eti kwamba Heche aende kuandikisha taarifa, awaeleze ni akina nani ambao wanamfuatilia. Heche akasema tena, serikali dhalimu inawakamata viongozi na wanachama wetu wa Chadema na kuwabambikizia kwa makusudi na kwa uongo kesi baya isiyo na dhamana ya ugaidi. Sisi tunaoji, mnajua madhara ya kusema kuna magaidi kwenye nchi. Kiuchumi, kwa maana ya wawekezaji wenye mitaji mikubwa wanakwepa. Utalii na wageni wanaokuja nchini wanaacha. Kimahusiano na kimashirikiano, kwa mfano michezo, haiwezi kaendelea kipindi ambapo mnasema eti kwamba raia ni magaidi. Tunauliza, unajenga vipi viwanja na kualika wageni kwenye nchi ambayo nyie wenyewe mnaitangaza duniani kwamba mna watu 130 mmewakamata kwa ugaidi? Mnaanza kutuma wana CCM kusema tukae mbali na michezo. Hivi michezo ni muhimu kuliko watu wanaotekwa? Michezo ni muhimu kuliko uhuru wa watu unaopokwa kwa uongo? Huyo anayesema haya angekuwa amebambikiziwa kesi, yuko gerezani, angemezea wapi hiyo michezo? Afrika Kusini wakati wa ubaguzi wa rangi ilitengwa na FIFA na kafu. Serikali hii inayobagua na kubambikizia watu wanaotekwa Chadema kesi inastahili kutengwa na kila mtu duniani. Heche ameweza kuambia hivi, kipindi ambapo mnaendelea kuteka viongozi wa Chadema na wananchi wa Chadema, wanachama wa Chadema, kisha mnawawekea makosa ya ugaidi, mnafikiri dunia itawaonaje kipindi ambapo mnasema eti kwamba mko na magaidi katika taifa letu? Mnajenga viwanja vya mpira, mnaita watu kwenye Afcon Tanzania,
Nani anaenda kwenye nchi ambayo kuna ugaidi? Meshawahi kuona mipira inaenda kuchezwa Afghanistan, Iraq? Meshawahi kuona hivyo vitu? Kwa sababu nani atakwenda kwenye kiwanja akakae kwa amani, kiwanja ambacho kina watu 30,000-40,000 wakati hiyo nchi ina ugaidi? Nani anaweza kufanya vitu vya hivyo? Kwa kitendo cha hawa watu kutangaza kwamba nchi yetu ina ugaidi wakati wanajua ni uongo. Mkipata vijana kwenye makundi mnawaita wagaidi, jamani. Kwa hivyo mnataka, serikali inataka kila mtu mwenye atakuwa na wainamia na wapigia makofi. Heche amewauliza vizuri. Haiwezi kawa kwamba kila mtu mnamuita muhaini, gaidi. Mnajua madhara yake. Wageni wanakataa kukuja. Mnajua madhara yake. Watalii wanakataa kukuja, wawekezaji wanakataa wakisema kwamba Tanzania kuna magaidi. Kuuliza swali ni kwa nini hatuna katiba, na kuuliza swali mbona haki hajaweza kutendeka kwa waliouawa. Wananchi wanaitwa magaidi. Mimi ninajua vile ambavyo ninazungumza hivi. Akina Msigwa wananiita gaidi. Na mimi ile waliwezi likanitisha. Bora niseme ukweli. Katika taifa letu la Tanzania imekuwa mtu mwenye anasema ukweli ni gaidi, ni muhaini. Mpaka imefika kiwango ambapo wanatafuta viongozi kwa magari ambayo wameweka nambari za usajili feki. Utekaji nyara, mtazamaji wangu ambao unaendelea, basi wacha nikueleza hivi. Taifa letu la Tanzania linaelekea pabaya. Heche akamalizia kusema hivi. Nchi hii iko kwenye matatizo makubwa mno. Hawa wanaoitwa polisi ni ngumu kuelewa ni wakati gani wao wanakuwa polisi au ni wakati gani wanaweza kugeuka na kuwa watekaji. Magari yanayotumiwa na polisi au vyombo vya dola wakati yana namba ambazo sio za kwenye magari hayo ni magaidi. Unawezaje kujua kama hayo magari ni ya majambazi au watekaji na ni wakati gani yanageuka kuwa ya polisi? Nchi hii inazidi kuharibika na inahitaji nguvu kubwa mno kuirekebisha. Kusema ukweli, gari tunalijua kwamba ni la polisi. Gari tunalijua kwamba huwa linatumika na afisa mkaguzi wa uhalifu wa mkoa. Lakini wakati ambapo wanaenda kufanya utekaji, wanabadilisha nambari za usajili. Kipindi ambapo unapata kwamba lile gari limebadilishiwa nambari za usajili, hilo gari ni la magaidi. Polisi ndio wanatumika kuendeleza uhalifu katika taifa letu la Tanzania. Alafu wakiulizwa, mtazamaji wangu, wanasema kwamba Heche aje aandikishe taarifa. Hapo ndipo tumefika jamani. Wazo lako ni lipi? Mimi kazi yangu ni kupeana taarifa. Wewe sasa kama utatoa hoja zako kwa hisia ni sawa. Hayo yote ni maoni ambayo ninaomba niweza kuyaona hapa chini. Tutaendelea mpaka lini wakati ambapo polisi badala ya kupeana uhuru wa mazungumzo na uhuru wa kujieleza, polisi ndio wanageuka wanakuwa majambazi, magaidi. Magari yao yanatumika kuwateka viongozi na wananchi. Tunajua kwamba makamu mwenyekiti Heche amekataa katakata mazungumzo ya maridhiano ya Samia. Kwa nini? Lazima mwenyekiti aachiliwe kutoka jela. Lissu. Lazima mediator atoke awe ni mtu kutoka nje ya Tanzania. Lazima waliouawa familia zao zipate haki. Lazima walioua wawajibishwe. Eti sasa kwa sababu anasema hayo, mtazamaji wangu, anatafutwa na magari ya kijambazi. Unaweza ukaambia nini hii serikali na jeshi la polisi ambalo badala ya kufanya kazi yake linavyohitajika linaonekana kwamba linaegemea upande wa serikali? Sasa wanaita Lissu, yani wanaita Heche aende kuandikisha taarifa. Jamani, hapa ndipo tumefika.